Nuna Jepuna ela una mwana una ajija mwaji mwanangu waume. Mpangilio wa mavazi huwa anampangia nani? Ni mimi mwenyewe. Unaolewa. Kwa hiyo mmepanga nyinyi kama Mwenyezi Mungu akiwabariki muone watoa ngapi? Wawili. Pacheco. Na msanii wako ana umri wa miaka 15 kama ambavyo ameniambia. Na unafahamu kwenye taifa la Tanzania umri wa miaka 15 bado ni mdogo, kwamba anatakiwa afike miaka 18 ndio awe kwenye mahusiano. Huwa unamshauri nini kuhusiana na hilo? Kikubwa kwanza inabidi wa Tanzania wajue kwamba yale mahusiano sio serious. Yale mahusiano ni hapo kwa ajili ya kumtuliza. Bana, nimekutana na mmoja kati ya wanamuziki wa Singeli hapa nchini Tanzania, anaitwa Mama Amina, ambaye anafanya vizuri kwa sasa kwenye game ya Singeli. Mambo vipi? Mzuka? Mimi natamani kufahamu kwanza umri wako, una miaka mingapi wewe? 3. Una miaka? 3. Miaka 3 kwenye game. Na miaka yako ya kuzaliwa ni miaka mingapi? Sijui. Unajui miaka yako ya kuzaliwa? Wewe ni mtoto wangapi kwenye familia yenu? 4. Watoto 4. Na familia ya mzee wako ina watoto wangapi? Wewe mtoto wa 4. Na familia yenu ina watoto? 5. 5. Okay. Natamani kujua mwanzo wa safari yako ya muziki ilikuwaje? Yaani ulijijuaje kama una kipaji? Mimi hapa yani naimba. Unaimba? Ulijuaje kama unaimba na una kipaji cha kuimba muziki wa Singeli? Yani wapo kibao. Yani wapo kibao. Wakina nani wapo kibao? Payo, Elija, Pacheco, Momo, Paume. Yani wapo kibao. Hao ndio ulikuwa unaangalia kipindi ambacho unataka kuanza kuimba? Na walikuvutia kwa kitu gani ambacho ulikiona wanacho special wao? Yaani ni kitu gani special ambacho ulikiona wao wanacho? Hebu niimbie kidogo wimbo wako Mama Amina. Nuna Jepuna ela una mwana una ajija mwaji mwanangu waume. Ajija mwaji waume. Noma sana. Na unakumbuka ni show gani ambayo uliperform watu wakakukubali sana? Kigamboni. Ilikuwaje hiyo? Kigamboni. Kigamboni ilikuwaje siku hiyo kwenye show? Nisimulie nini kilitokea siku hiyo? Yao. Yao wauni. Na ile kodi yako ambayo unaitumia wauni Kigamboni, hebu niwekee hapa nisikie. Wauni Temeke. Wauni Temeke. Wauni Kigamboni. Wauni Pataya. Wauni Okoe. Wauni Jamaji. Wauni Dodoma. Na hiyo unapokuwa umepanda kwenye stage watu wanakuwa wanaitika sana. Unadhani ni kwa nini? Yaani watu wanakuwa wanaishangilia sana. Unadhani ni kwa nini? Wauni wangu wale. Na siku yako ambayo unasema leo nakaa naandika muziki inakuwaje? Pacheco yupo. Sio Pacheco. Nauliza siku ambayo unaamua kuandika nyimbo. Huwa unakuwa uko wapi na marafiki gani au unakuwa kwenye maeneo gani haswa? Ya wangu wapo. Unaandika mwenyewe au unaandikiwa? Pacheco. Pacheco ndo anakuandikia? Kwanza ningependa kufahamu jina lako, unaitwa nani? Pacheco Midundo. Pacheco, ulijuaje kwamba Mama Amina kama ana kipaji? Of course Mama Amina ni mtu ambaye nilimuona kitambo na niliona uwezo wake. Sababu ni producer, kwa najua nani anajua nani ajui, mimi najua. Mara ya kwanza kukutana na Mama Amina ilikuwaje? Mara ya kwanza ilikuwa noma sana kwa sababu Mama Amina ni mtu ameusho sana. Ukisema miyeusho na maana gani? Sio mtulivu, usimemwona fujo zake. Na baada ya kumuona uligundua nini ndani yake? Niligundua na kipaji, lakini pia ni mtu mwelevu sana. Nini kilikushawishi ukampa nafasi ya kuingia kwenye ngoma mpaka ngoma ilipokuwa inakuja kutoka? Uliamini nini kwake? Kikubwa nilitaka kumsupport kwa sababu nilimuona anahitaji kusapotiwa kutokana na mazingira yake ya kimaisha binafsi. Mimi ilinigusa sana. Mara nikaona nimshike mkono.
Na baada ya kutoka ngoma mapokeo yalikuwaje? Mapokeo yalikuwa makubwa kiasi kwamba hata mimi sikutegemea, kwa sababu nilifanya ule wimbo kama kwenye kumsupport, lakini pia nilifanya kama kwenye kumridhisha, kwa sababu alikuwa ana force sana kuimba. Umeelewa? Ila nashukuru Mungu wa Tanzania alipokea kwa nafasi kubwa sana ile nyimbo. Tukaanza kuona kwenye TikTok watu wanaposti, wanafurahia, wanafanya hivyo. Siku ambayo mlipata bahati ya kusema leo mmepata show ya kwanza, natamani uniambie hisia zenu zilikuwaje na ilikuwaje hiyo show? Kikubwa nilikuwa sijiamini cha kwanza kutokana na msanii, lakini nilijisikia vizuri sana pale watu walivyotupokea kwa nafasi kubwa, lakini pia msanii nikaja kugundua ni msanii ana energy kubwa sana. Na yeye Mama Amina siku hiyo alifanya nini kwenye stage? Kwa mara ya kwanza kwenye stage hapo na mdundo wake kama hivyo. Mama Amina alikanyaga na kama unavyomuona. So mbona alichokifanya hapo? Kwenye tatu bora za wasanii ambao wamefanya vizuri leo kwenye mkutano wa mama ni Mama Amina yupo. Lakini vitu ambavyo vinanifurahisha ni aina ya mavazi. Nilimwona kwenye kampeni za Sheta akiwa ametupia suti moja kali sana, vibe la pale, lakini pia kwenda kuhug kwa pamoja na mheshimiwa naibu speaker Zungu, ilikuwa ni kitu kikubwa sana. Mpangilio wa mavazi huwa anampangia nani? Ni mimi mwenyewe. Kwa nini leo hajakula suti kama siku zingine? Sasa umeona alipopiga tufisho zake old school fulani hapa na kikoti ya kipo tu hapa. Unafurahia kile ambacho Pacheco anapangilia mavazi yako pale unapokuwa unakwenda kwenye show? Leo nimeona umepiga simple tu kama Pacheco anavyosema, lakini umependeza. Na unapokuwa umewaona mashabiki zako una perform, mizuka inakuwaje? Mizuka inakuwa barida. Tunaendelea na shemeji yako mbona? Shemeji yangu yuko hayupo. Kwa hiyo Mama Amina, nataka kuniambia na wewe una mpenzi ambaye matarajio yenu makubwa ni nini? Mimi naoa. Naolewa. Unaoa, unaolewa? Naolewa. Unaolewa. Kwa hiyo mmepanga nyinyi kama Mwenyezi Mungu akiwabariki muone watoa ngapi? Wawili. Lakini umri wako ni miaka 15 kama ulivyoniambia. Kwa nini umeamua kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi? Na mimi yule. Mna malengo? Wazazi wanasemaje? Wapo. Wanajua? Kwa hiyo wewe unaishi kwenu au unaishi kwake? Kwao baba. Wewe unaishi kwa boyfriend wako? Wauni wangu wapo kibao. Wanasemaje kuhusiana na mahusiano yenu? Maume. Wanakubali? Pacheco, na msanii wako ana umri wa miaka 15 kama ambavyo ameniambia, na unafahamu kwenye taifa la Tanzania umri wa miaka 15 bado ni mdogo, kwamba anatakiwa afike miaka 18 ndio awe kwenye mahusiano. Huwa unamshauri nini kuhusiana na hilo? Kikubwa kwanza inabidi Tanzania wajue kwamba yale mahusiano sio ya serious. Yale mahusiano ni hapo kwa ajili ya kumtuliza na hayapo serious hivyo. Ila kwa sababu mwenyewe msanii anampenda Mfaume, kwa tumetengeneza hiyo ili ikae kwenye mfumo wa kumtuliza. Yaani ule uchumba wa kitoto. Yeah. Ili atulie. Atulie. Okay, nimekuelewa. Na una malengo gani sasa kwa msanii huyu Mama Amina kuhakikisha kwamba anatoa album na anafanya mambo makubwa wakati huu? Malengo yapo makubwa, lakini pia Watanzania wategemea kama tuna ngoma nyingi zipo ndani stock. Yeah. Na kipindi ambacho mmepata nafasi au sema na Maua Sama kutaka kufanya remix na wimbo wa Mama Amina, ilikuwaje? Kwa kweli nijisikia faraja sana kwa sababu ni amemsupport kwa nafasi moja au nyingine, naweza ngasema amemtoa chini kumleta juu. Sio kitu kidogo. Pia yeye nasi aliona kwamba ana uwezo wa kufanya kitu na kafanya, kwa so far ni vizuri. Ilikuwaje studio? Studio ilikuwa noma. Hebu nipe story moja ambayo ilitokea studio mkiwa na Maua Sama na remix inagongwa namna hiyo. Studio Mama Amina alikuwa anataka Maua aimbe. Alikuwa? Hataki aimbe Maua, alikuwa anataka kuimba mwenyewe. Wimbo unataka kuimba mwenyewe? Na ikawaje sasa kwa upande wa Maua Sama? Maua ashamjua kama msanii ana changamoto. Sisi wenyewe watu wake ambao tunamsupport tunajua kama ana changamoto, kwa hiyo tuliangalia namna ya kumtengeneza hadi akakubali kufanya.
changamoto zake zinapungua kidogo kidogo kwa jinsi ambavyo unaendelea kumtreat kwa uzuri na kumfundisha vitu vya kufanya? Tena kwa asilimia kubwa sana. Kwa sababu ukiangalia Mama Amina zamani anataka kubadilisha nguo alikuwa hataki. Lakini sasa hivi mwenyewe anaulizia, lakini pia kuna namna lugha chafu anapunguza. Kwa hiyo namshukuru Mungu huenda akaja kuwa sawa. Hongera sana Pacheco. Shukrani sana. Neno lako kwa ajili ya Mama Amina na uchaguzi wa 2025 ambapo mnaendelea kupambana, kushinikiza na kuwaomba watu wampigie kura Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Nimeona kwenye kampeni tofauti tofauti. Neno langu ni kwamba tumsupport sana Mama Amina, lakini pia Oktoba tukatiki bwana kwa Mheshimiwa Samia Suluhu na uongozi wake wote ambao anaenda nao kwenye 2026. Pacheco Midundo. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote. Mapokezi yenye ubora hapa. Utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100. Vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.